Karibu sana mwana michezo hapa Kawabe Media, tuzichakate na tuzungumze taarifa za kimichezo. Mereto Abu Bakr Juma Abu Bakr, niko na Ernest Singano. Ernest, kwema? Bana, mimi nipo vizuri, nashukuru Mungu. Uko vizuri kabisa? Kabisa. Mambo mengine ni shwari. Mungu ni mwema, kikubwa uhai, ama kikubwa ni uzima, mambo mengine yanafuata baadaye. Burdan kabisa. Taarifa kutoka katika kamati ya tuzo za TFF inasema kama ifuatavyo. Golikipa wa timu ya Young Africans Djigui Diarra amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025-2026, huku Ahmad Ali wa JKT Tanzania akichaguliwa kuwa kocha bora wa ligi hiyo kwa mwezi huo. Diarra alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo akiwashinda Anthony Trabita wa Singida Black Stars na Mohamed Bakari wa JKT Tanzania alioingia nao finali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mchezaji huyo alitoa mchango mkubwa kwa timu yake katika michezo miwili ambayo Young Africans ilicheza na kupata ushindi, kwa mchezo mmoja dhidi ya Pamba Jiji, ushindi wa goli 3-0, na kupata suluhu ya 0-0 dhidi ya Mbeya City, hivyo kutoruhusu goli kufungwa kwa timu yake. Kwa upande wa Ahmad Ali, aliingia finali na Romain Folz wa Young Africans na Miguel Gamondi wa Singida Black Stars. Aliongoza JKT Tanzania kwenye kiwango kizuri katika michezo miwili iliyocheza kwa mwezi huo wa Septemba. JKT Tanzania ilipata sare ya bao moja dhidi ya Mashujaa wakiwa ugenini uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, na kupata ushindi wa mabao mawili dhidi ya Coastal Union 2-1 wakiwa kwenye uwanja wa ugenini Mkokwani Tanga. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB. Djigui Diarra, mechi mbili ambazo amecheza kwa mwezi Septemba, amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi, na tunaelewa moja kati ya mechi ambayo kiwango kilikuwa kizuri kikubwa ni dhidi ya Mbeya City, namna ambavyo alivyoiokoa timu yake na namna moja ama nyingine isiweze kufungwa goli, especially kama zile dakika za mwishoni kabisa, nafasi ambayo Mbeya City mpaka leo hii wanaijutia. Djigui Diarra alideserve kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba, akimpita Trabita wa Singida Black Stars. Yes, kwa mujibu wa swali lako Bakal, ni wazi kabisa, no doubt, Djigui Diarra alistahili kuwa alistahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Tunazungumzia mwezi wa 9 Bakal. Young Africans wamecheza michezo miwili ndani ya mwezi wa 9, ambayo mchezo wa kwanza walicheza zidi ya Pamba Jiji. Kwako umezungumzia kwamba alionyesha performance bora sana zidi ya Mbeya City, lakini kwangu mimi Djigui Diarra alionekana kuwa bora katika mchezo wa kwanza kabisa wa ligi kuu zidi ya Pamba Jiji. Angalia Abubakar, ule mchezo wa Young Africans zidi ya Pamba Jiji ulikuwa ni mchezo mgumu kabisa. Ulikuwa ni mchezo ambao Pamba Jiji alideserve angalau hata kwenye kipindi cha kwanza kupata goli, lakini angalia nafasi ambazo walitengeneza Pamba Jiji kwenye ule mchezo zilikuwa ni nafasi bora kabisa. Angalia Djigui Diarra katika ule mchezo Bakari alihusika pia kwa namna ambavyo kuokoa save nyingi kabisa. Ni umakini tu wachezaji wa Pamba kukonvert zile nafasi ambazo kuwa bao, lakini tunamsifu nani? Tunamsifu Djigui Diarra. Kwangu mimi tangu ule mchezo wa kwanza niliamini kabisa Djigui Diarra huu msimu amekuja kivingine kabisa. Huu msimu ni kama alijipanga kufanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo ukiachana na mchezo wa Mbeya City Bakal, lakini tangu ule mchezo wa kwanza zile ya Pamba Jiji ni Djigui Diarra ambaye alionyesha performance nzuri kabisa. Aliokoa save, nakumbuka zilikuwa ni kama save 3 hivi za maana ambao Pamba Jiji walipoteza kwenye ile mchezo. Lakini angalia mchezo zidi ya Mbeya City Bakal, na ule mchezo zidi ya Mbeya City ndio unatupa taswira kwamba Djigui Diarra ni tofauti kabisa na magolikipa wengine, na Djigui Diarra hapaswi kulinganishwa na magolikipa wengine kabisa, kwa sababu kuna kuaga na ule mjadala kwamba fulani ni bora kuliko Diarra, kwamba fulani ni bora, kuna huo mjadala ambao unakuwa unaendelea Bakal. Kwa hiyo kwangu mimi anachokifanya Diarra hivi sasa hapaswi kulinganishwa na magolikipa wote Tanzania, yani magolikipa ambao wanashiriki katika ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Djigui Diarra Bakari ana kitu cha tofauti kabisa ukilinganisha na magolikipa wengine. Mechi inapokuwa ngumu ama Young Africans ambapo inazidiwa Bakari, nini ambacho Djigui Diarra anakupa? Ni kile ambacho nasema kwamba timu imezidiwa, kipa kama yeye anakupa namna ambavyo timu imezidiwa, lakini yeye kuna kile kitu extra ambacho anakifanya timu. Bakari ukiona hadi kipa amechukua tuzo ya mwezi ujue kabisa amefikiwa
amefikiwa mara nyingi. So kamati ya tuzo hawakupi tu tuzo, wanaangalia na kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo ukiona di tuzo anapata mtu ambaye ni wa ulinzi kwenye haswa ni goalkeeper, kwenye ulinzi tunazungumzia aidha ni beki ama goalkeeper. Kwa hiyo ukiangalia mtu kama Diarra na goalkeeping ambaye anafanya vizuri kabisa, kwa hiyo ni wazi kabisa hata ukiona amepata ile tuzo utaangalia Bakari kwamba hii michezo miwili ambayo tumezungumzia zidi ya Pamba Jiji lakini zidi ya Mbeya City, Young Africans imefikiwa mara nyingi sana, unakumbuka. Lakini hata kamati yenyewe inajua kabisa kwamba hii michezo miwili Young Africans yenyewe imepona, lakini ilipona kwa chupu kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi Diarra kwenye hiki ambacho anakifanya hivi sasa katika ligi kuu soka Tanzania bara hapaswi kufananishwa na magolikipa wote. Kwangu mimi Abubakar Diarra ni golikipa bora ambaye tunaye katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na kwangu mimi nashangaa, sijui ni kwa nini Diarra bado tunaye kwenye ligi yetu, kwa sababu ni golikipa ambaye hapaswi kucheza ligi yetu. Yaani ni golikipa ambaye tunapaswa kumuona katika zile timu kubwa barani Afrika. Anaweza akacheza akadaka vizuri, timu kama Experience. Ana uwezo huu Abubakar, lakini ni neema kubwa kabisa kuwa na golikipa kama Diarra kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kwangu mimi anapaswa kabisa hiyo tuzo, ana deserve kwa 100%. Ni golikipa ambaye Young Africans wanapaswa kujivunia. Wewe angalia tu Abubakar, Young Africans anapozidiwa yani wanakuwa hawana shida kwamba yupo golini Diarra ambaye tunamwamini kwamba timu inazidiwa, lakini yeye tunamwamini anaweza akaiokoa timu. Yani kuna mechi ya Bakari unaona kabisa Young Africans akustahili hata kupata hata alama moja, ama Young Africans akustahili hata kuondoka hata na alama 3, lakini wewe unamsifu nani? Unamsifu Diarra. Young Africans kwa hivi sasa Bakari ipo mikononi kwa Djigui Diarra. Yani Djigui Diarra ndio ameiweka Young Africans. Nikiweka hivi kwamba Young Africans ameiweka Djigui Diarra mikononi mwake. Kwa hiyo kwa hivi sasa upaswe kuizungumzia Young Africans pasipo kumtaja golikipa Djigui Diarra. Kwa kwangu mimi, kwa mujibu ambavyo tuzo zimetoka, anastahili kwa 100%. Hapo kwa Diarra wanasema kwamba ukiona timu yako inashambuliwa sana basi ujue yani kuna udhaifu mkubwa sana, especially kwa Young Africans ambao pengine watu walitaraji kuona wao ndo wanapeka sana mashambulizi, kwa sababu mpaka kupata tuzo Djigui Diarra sio kazi rahisi. Of course. Unadhani kwenye hii michezo miwili Young Africans hawajacheza ipasavyo kama mashabiki zao walivyozoea ile mpira ambao walikuwa wanachezaga ile gusa achia tunde kwao, lakini muda wote walikuwa wanashambulia timu pinzani. Lakini kwa michezo miwili imekuwa ni kama vile tofauti. Unadhani pia hiyo imesababisha Diarra kuchukua tuzo? Yes, ndio maana iko ambacho tumekizungumza kwamba Young Africans kwenye hii michezo miwili imefikiwa mara kwa mara. Yaani ukiangalia hata Abubakar ukipata tu nafasi ya kukutana na Diarra ukimuuliza akupe tathmini ya hii michezo miwili, ukimuuliza tu bana swali, tumekutana na Diarra hapa bana, hii michezo miwili kwako kama mchezaji imekuaje? Natumai Djigui Diarra atakujibu kwamba ilikuwa ni michezo migumu. Kwa hiyo hata Diarra mwenyewe anajua kabisa hii michezo miwili nimepitia kashikashi nyingi kabisa. Hii michezo miwili ilikuwa ni michezo miwili ya moto kabisa. Sijajua kwamba ni wapinzani ambao walikutana nao kwamba waliwafanyia analysis nzuri ya Young Africans, lakini kwangu mimi katika hii michezo miwili ni Young Africans tofauti kabisa na Young Africans ambao imemaliza msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Yani hii michezo miwili Young Africans imekuwa ni tofauti, lakini mimi naelewa ni kwa nini wanapitia hivyo, kwa sababu mwalimu ni mpya Bakari. Tunamzungumzia mwalimu Romain Folz ambaye amewaongoza Young Africans kwenye hii michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara, na haswa na yeye ni mgeni kwenye ligi kuu. Kwa hiyo angalia mwalimu Folz anaanza mchezo wake wa kwanza ugenini zidi ya Mbeya City, lakini ndio ulikuwa mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu zidi ya Pamba Jiji. Kwa hiyo Abubakar, Yanga iliyopita na Yanga hii ni Yanga mbili tofauti, na hiyo ndio imepelekea mkanganyiko, na hiyo ndio imepelekea utofauti wa uchezaji wa Young Africans. Yaani ukiangalia uchezaji wa Young Africans wa msimu uliomalizika na msimu huu ni Young Africans tofauti kabisa, haswa kwenye eneo la pichi. Nazungumzia uwanjani, namna ambavyo Young Africans inacheza. Angalia Young Africans Abubakar hivi sasa haikupi ule mpira ambao tumeuzoea kama mwanzo ambao umeuzungumzia, ile gusa ni kupe twende kwao, mpira ambao Young Africans yani Young Africans Abubakar
Berkane msimu uliomalizika ilikuwa inakutafuta. Yani ikitaka kukufunga zinaweza zikapigwa pasi zaidi ya 10 ile anapewa Pacome, anapewa Maxi, anatafutwa Dube, anapewa Shedrack Kiboka. Yani unapigwa msako Bakari hadi linafungwa bao. Unasema kweli hili ndio bao ambao huu ndio mpira ambao Young Africans wamezoea kucheza. Angalia bao ambalo alifungwa Simba, anafungwa Maxim pia Nzengela Bakari. Angalia zile pasi ambazo Young Africans wanazipiga. Yani pasi zinahesabika. Takriban zilikuwa ni pasi kama 10. Kwa hiyo Yanga Bakari sio Yanga hii ya Romain Folz ambao tunaizungumzia. Kwa hiyo kumetokea mabadiliko makubwa kabisa Young Africans ya msimu uliomalizika. Lakini haswa pia kwenye Young Africans hii ya Bakari ya msimu 2025 2026, na hiyo ndio imepelekea mkanganyiko wote. Angalia mashabiki ya Bakari kwamba wanapeleka lawama kwamba kocha atumtaki kocha, na hiyo yote imekuja kwa sababu kile kinachoonekana uwanjani hawaridhishi nacho. Kwa hiyo kwa taarifa ambazo tunazo, na pia tayari Young Africans wamefikia makubaliano na kocha Romain Folz, na muda wote tu tunasubiria taarifa kwa umma. Kwa hiyo ni Young Africans kwenye hizi mechi mbili Bakari, Young Africans wana alama 4, lakini hawakupaswa kupata hata hizo alama. Yani hizo hata alama 4 Young Africans hawakupaswa hata kuwa nazo. Kwangu mimi Young Africans kwenye hii michezo miwili hawakupaswa kuwa na hata na alama moja. Kwa hiyo ni Young Africans ambao walistahili kupoteza michezo yote miwili. Kwa hiyo kwa Djigui Diarra ndio wamewapa alama hizi 4 Young Africans Abubakar. Kwa upande wa makocha, Ahmad Ally wa JKT Tanzania ndiye ambaye amechukua kocha bora wa mwezi, akimpiku Romain Folz wa Young Africans pamoja na Miguel Gamond wa Singida Black Stars, na aliongoza JKT Tanzania kwenye kiwango kizuri katika michezo miwili iliyochezwa kwa mwezi Septemba. JKT ilipata sare ya bao 1-1 dhidi ya Mashujaa kwa ugenini na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Coastal Union wakiwa ugenini. Kocha Ahmad Ally aliingia finali na Miguel Gamond ambaye michezo yake miwili ameshinda ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Lakini pia aliingia finali na Romain Folz ambaye michezo yake miwili, mmoja ameshinda, mmoja ametoka sare. Wakati kwa upande wa JKT Tanzania, kocha Ahmad Ally michezo yake ambayo amecheza mwezi Septemba, michezo yake miwili ameshinda mchezo mmoja, amesare mchezo mmoja. Ahmad Ally kocha bora wa mwezi, alistahili? Yes, alideserve. Angalia JKT Tanzania Bakari hivi sasa chini ya Ahmad Ally. Mchezo wa kwanza ni walicheza na Mashujaa kama sikosei, of course, na wakapata sare ya bao 1-1. Mchezo wa pili ulikuwa ni dhidi ya Coastal Union kule Tanga ugenini, na akafanikiwa kupata alama 3, mechi ambayo ilimalizika kwa mabao 2-1. Lakini mchezo wa tatu ni mchezo dhidi ya Azam FC, sare ya bao 1-1. Kwa hiyo ukiangalia hata hiyo michezo mitatu Bakari ni Ahmad Ally ambaye angalia anapata alama 1 ugenini dhidi ya Mashujaa, lakini anaenda kupata alama 3 dhidi ya Coastal Union Tanga. Kwa hiyo kwenye alama 6 za ugenini Ahmad Ally amefanikiwa kupata alama 4 akiwa ugenini, dhidi ya Coastal Union alama 3, lakini dhidi ya Mashujaa alama 1. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye huo mjadala Bakari kwa Ahmad Ally deserve kabisa kuchukua tuzo ya kocha bora wa mwezi wa 9. Kwa hiyo kwangu mimi Ahmad Ally Bakari, angalia hata msimu ambao umemalizika alikuwa ni kocha mzuri sana, namna ambavyo chini ya JKT Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi anachokifanya Ahmad Ally kwa hivi sasa sichangai kwamba ni kocha ambaye najua uwezo wake na anajua ambacho anakifanya akiwa na JKT Tanzania. Angalia ambao ameingia nao kwenye kinyang'anyiro la Bakari ni Romain Folz wa Young Africans. Romain Folz ambaye alicheza mechi ya kwanza dhidi ya Pamba Jiji akafanikiwa kupata ushindi dhidi ya Pamba of course, lakini mechi ya pili ilikuwa ni dhidi ya Mbeya City akafanikiwa kupata ushindi alama 1 kwenye sare ya bila kufungana. Kwa hiyo kwangu mimi Bakari, kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo na kamati ya tuzo ambazo ametoa, kwa hiyo alideserve kabisa Ahmad Ally. Mimi bado nina mashaka. Yaani hapo bado naona kama Gamond alikuwa anastahili. Kwa sababu nikimwangalia Gamond amecheza michezo miwili. Of course. Ameanza na KMC afu and then akafuata na Mashujaa. Michezo yote miwili Miguel Gamond kashinda. Na kwa upande wa Ahmad Ally amecheza michezo miwili mwezi Septemba. Mchezo mmoja ametoka sare akiwa ugenini. Na mchezo mmoja ameshinda akiwa ugenini. Kwangu mimi Bakari ama wameangalia ule ugeni. Of course, ndio hicho ambacho nataka kukujibu kwamba unajua mechi ya Singida
na Mashujaa. Singida alikuwa nyumbani kama nakumbuka vizuri. Waliomba tu kwa sababu ya mujibu wa ratiba kwenye mashindano yao ya kimataifa, walimaliza mchezo dhidi ya Rayon Sport ya Rwanda pale Chamazi. Mwisho walipomaliza ule mchezo wakarudi KMC, mchezo wao wa ligi kuu dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo walichoangalia kamati ya tuzo kwa kumpa Ahmad Ally ni kuchukua alama 3 ugenini dhidi ya Coastal Union, kwa sababu Miguel Gamondi amecheza mchezo mmoja tu wa ugenini, nazungumzia dhidi ya KMC, lakini Ahmad Ally amecheza michezo miwili ambao ni dhidi ya Mashujaa lakini dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo katika michezo ya ugenini Abubakar miwili, Ahmad Ally ameibuka na alama 4, na hiko ndicho kigezo ambacho wamekiangalia kamati ya tuzo Abubakar. Hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, tunapatikana @Kawabe Media. Nilikuwa na Ernest Zingano, mimi naitwa Abu Bakri Juma Abubakri. Bye bye.